Luka 1 mstari ule wa 26 mpaka 38. Luka 1 Luka 1 mstari ule wa 26 mpaka 38. Nasoma Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 26. Biblia inasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mstari wa 38. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari hizi za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunaona mwandishi wa kitabu cha Luka ni Luka mwenyewe. Luka ambaye alikuwa pia ni daktari. Luka alikuwa daktari. Tunaona kitabu hiki cha Luka aliandika kitabu hiki kuanzia mwaka wa 60 mpaka 62 BK. Aliandika kitabu hiki cha Luka. Tunaona kwamba Luka yeye alikuwa ni mwandishi na alikuwa ni mwaminifu, mtu wa kutegemewa ambaye hakusita kuhatarisha maisha yake. Luka huyu hakuwa anamjua Yesu, lakini alizisoma habari za Yesu. Luka alikaa karibu na watu waliomjua Yesu na waliotembea na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Luka hakumwona Yesu, lakini alikuwa ni mtu ambaye aliweza kuandika habari za Yesu na kwa watu ambao walikuwa karibu nao na watu ambao walitembea na Yesu. Tunaona kwamba Luka alikufa kule Ugiriki. Alikufa kwa kunyongwa na mfalme Nero. Kule sehemu za Ugiriki. Tunaona kwamba Luka huyu alikuwa ni mtu mwaminifu, mtu wa kutegemewa, mwenye hakusita kuyatoa maisha yake kwa ajili ya Injili. Tunaona kwamba huyu Luka aliweza pia kusifiwa hata na Paulo. Hebu tusome Bwana Yesu asifiwe. Tusome ile Timotheo wa pili mstari wa 4 sura ya 4 mstari wa 11. Tuone Paulo aliandika habari zipi kwa ajili ya Luka.
Amina. Tunaona kwamba hata Paulo katika Timotheo aliweza kumzungumzia huyu Luka ambaye pia alikuwa ni daktari, mtu aliyejitoa kwa ajili ya Injili. Tunaona kwamba Luka alikuwa anamuelezea Yesu kama mwanadamu mwenye hisia, mwanadamu 100% na pia Mungu 100%. Kwa hiyo Luka aliweza kueleza wanadamu wa Yesu. Bwana asifiwe. Tunaona huyu Luka aliweza kuandika vitabu viwili. Aliandika kitabu cha Luka, aliandika na kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini Luka katika Injili, katika Agano Jipya, tunaona Luka aliweza kuandika mistari mingi. Luka aliandika mistari mingi. Katika Agano Jipya aliandika mistari 2138. Aliandika mistari 2138. Mistari ya Luka ilikuwa ni mingi kuliko Paulo. Paulo aliandika mistari 2033. Katika nyaraka zake zote aliandika mistari 2033. Kunaona kwamba Luka alikuwa ameandika mistari mingi zaidi kuliko Paulo. Bwana asifiwe. Kwa tunaona mtumishi mwaminifu, mtumishi ambaye alijitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, mtumishi aliyeweza kufia Injili. Bwana asifiwe sana. Tunaona ndiye aliweza pia kuandika habari za Yesu Kristo. Tunaona habari za Yesu Kristo kwamba malaika aliweza kumtokea Mariamu. Malaika Gabrieli aliweza kumtokea Mariamu na kumpa ujumbe wa kuzaa kitakatifu. Ujumbe ambao ulimfanya Mariamu aliweza kustuka. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma wanawake wawili hapa ambao wameandikwa na Luka. Tumemsoma Mariamu na tumemsoma Elizabeti. Bwana Yesu asifiwe. Mke wa Zekaria. Tunaona mke wa Zekaria, yeye alikuwa tasa na Mariamu alikuwa bikira. Tunaona kwamba Mariamu wakati anatokewa na Gabrieli, inasemekana Mariamu alikuwa na miaka kama 15 mpaka 20. Binti bado mdogo, binti mbichi, binti asiyemjua mume, binti mwaminifu, binti ambaye Mungu aliuona moyo wake na akaona kuna kitu Mariamu anaweza kukibeba kitakacholeta ufalme wa Mungu hapa duniani. Hivyo Mariamu alipata upendeleo wa ajabu. Lakini habari hizi kwa Yusufu hazikuwa nzuri. Mchumba aliyemposa ana mimba. Yusufu aliazimia moyoni kumwacha Mariamu, kwa sababu hata kama ni wewe umechumbia mwanamke, alafu huyo mwanamke ukakuta ni mjamzito, hakutaka kumwaibisha. Akawaza moyoni kwamba huyu mwanamke nitamwacha. Kwa hiyo tunaona hawa wanawake wawili, hawa wanawake walikuwa ni ndugu. Hawa wanawake walikuwa wanaitana binamu, Elizabeti pamoja na Mariamu. Wanawake hawa tukiangalia katika mila zetu na desturi hata za Kiafrika, ni watu waliopitia kwenye unyanyapaa. Tunaita unyanyapaa. Unyanyapaa kwa sababu gani? Elizabeti alikuwa tasa. Mtu anapokuwa tasa, watu wanamwangalia kwa jicho ambalo sio zuri. Watu wanamdharau. Tunaona hata katika familia zetu, watu wanapoolewa anakuwa na changamoto ya kuzaa haraka, anachelewa, basi watu wanaanza kumtafakari kwa njia nyingine. Watu wanaanza kumwonyesha kwamba hana uwezo wa kuzaa. Kama ni wakwe, basi wataanza kumsema. Kama ni mawifi, wataanza kumsema kwamba huyu mtu ni tasa, kazi yake ni kula tu, atasimangwa. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa wanawake wawili walipitia katika mazingira magumu, mazingira ya kutazamwa tofauti na jamii. Jamii iliwatazama tofauti, jamii iliwatazama isivyo. Tasa hathaminiwi, anaonekana kwamba hana maana yoyote.
Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Mahala ambapo mtu anakataliwa, mahala ambapo mtu anadharauliwa, ndipo Mungu anaonyesha utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Mahala ambapo mtu anadharauliwa na jamii, anakataliwa na jamii. Elizabeth alisemwa hazai, alikataliwa. Tunaona kwamba lakini Mungu alionyesha utukufu. Tunaona pia habari za Mariamu. Mariamu yeye ni binti mdogo, akabeba mimba. Jamii ilimtazamaje? Jamii ilimwona ni muhuni. Wanaweza kumwita huyu ni malamalatu, majina mabaya. Binti mdogo anabeba mimba. Tunaambiwa umri wake ulianzia kuanzia miaka 15 mpaka 20. Bado binti mdogo. Lakini Mariamu aliweza kubeba aibu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Akamkubalia malaika Gabrieli kwamba iwe hivyo kama Mungu alivyotaka. Niko tayari kudhalilika, niko tayari kuoneshwa aibu hata kama watu watanidharau, lakini nilichobeba ni kitakatifu. Niko tayari kubeba lile kusudi la Mungu. Uwe tayari kubeba kusudi la Mungu katika mazingira yoyote, yawe mazingira ya kukataliwa, yawe mazingira ya aibu. Maadamu Mungu amekusudia ndani yako kulitimiza kusudi lake, uwe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Uwe tayari. Tunaona wanawake hawa walipitia katika mazingira hayo na Mungu alienda kuonekana. Tunaona kwamba Mariamu aliweza pia kwenda nyumbani kwa Elizabeti baada ya kupokea habari njema, habari ambazo zinaonyesha amebeba kitakatifu. Akaenda nyumbani kwa Elizabeti ambaye ni binamu yake. Tunaambiwa kulikuwa kuna umbali mrefu sana kwa kutembea, lakini Mariamu aliweza kwenda kwa binamu yake, na alipofika binamu yake akajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Akaweza kumtabiria Mariamu kwamba ulichonacho ni kitakatifu. Bwana asifiwe. Wakakutana watu ambao wanamtukuza Mungu, walionyanyasika, waliopitia katika dharau, wakakutana wakafurahi pamoja. Mariamu akapeleka habari njema kwa Elizabeti, na Elizabeti akapokea, na Mungu akashuka kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kuthibitisha kile ambacho Mariamu ameambiwa na malaika Gabrieli. Binamu yake akakithibitisha baada ya nguvu za Mungu na Roho Mtakatifu kukaa juu ya Elizabeti, akaweza kumwambia habari hizo. Tunaona wanawake hawa walipitia katika unyanyapaa, lakini Mungu ni mwaminifu, akaweza kuwainua kwa wakati wake. Yusufu pia akatokewa na Mungu kwamba usimwache mchumba wako. Ujauzito alionao ni wa nguvu za Roho Mtakatifu, naye atazaa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yusufu kwa kuwa ni mtu mtiifu, Yusufu kwa sababu ni mtu aliyemcha Mungu, anajua maagizo ya Mungu, anajua sauti ya Mungu, akaweza kumsikiliza Mungu na akaendelea na Mariamu. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba aliendelea na Mariamu. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwa nini Mungu alimwamini Mariamu. Mariamu alikuwa na sifa zipi mpaka Mungu amwamini? Na sisi leo hizo sifa tunazo. Sifa ambazo Mungu anatufanya atuamini, kutubebesha makusudi mazito ya kimungu. Hizo sifa tunazo. Hizi sifa Mariamu alikuwa nazo. Moja ya sifa ambayo Mariamu alikuwa nayo, Mariamu alikuwa ni mcha Mungu. Mariamu alikuwa ni mcha Mungu. Tunaona kwamba Mariamu pia alikuwa ni mnyenyekevu. Namba 2, Mariamu alikuwa ni mnyenyekevu. Tunaona kwamba namba 3, Mariamu alikuwa ni mtakatifu. Mtu ambaye anaishi maisha matakatifu, mtu anayemjua Mungu, mtu anayemheshimu Mungu. Aliishi maisha ya kujilinda, maisha ya kuepuka dhambi. Maisha yake yalikuwa ni matakatifu mpaka Mungu akamwamini, akambebesha kusudi lililo zito la kuja kukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu akalibeba. Bwana asifiwe. Ni kwa nini? Alikuwa mwaminifu. Mariamu alikuwa mwaminifu.
Mariamu alikuwa mcha Mungu, Mariamu alikuwa mnyenyekevu, Mariamu alikuwa mwaminifu. Namba 4, mwaminifu. Mwaminifu. Ukiwa mwaminifu Mungu atakupenda. Ukiwa mwaminifu Mungu atakutumia. Uwe mwaminifu, uwe mtakatifu, uwe mcha Mungu, Mungu atakutumia. Yako mambo makubwa Mungu atakubebesha ndani yako ili uweze kuyatimiza na ulimwengu uweze kutambua hakika huyu ana Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaona Mariamu alikuwa ni mtu wa imani. Mariamu alikuwa ni mtu wa imani. Tunaona ndani ya Roho Mtakatifu kuna nguvu ya uwezesho wa kuzalisha jambo. Ndani ya Roho Mtakatifu kuna uwezesho wa nguvu ya kuweza kuzalisha jambo. Hivyo Mungu aliweza kuzalisha kitu ndani ya tumbo la Mariamu. Mariamu hakumjua mume. Ni kitu kisichokuwa cha kawaida. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa kwa jinsi hiyo. Ni Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni moja tu, naye ni Yesu Kristo. Alizaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya tumbo la Mariamu, kwa sababu Mariamu aliaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona iko nguvu ya uwezesho. Iko nguvu ya uwezo wa kuzalisha jambo, hata kama haitahusika na nguvu za kibinadamu. Tunaona kwa kawaida kibiolojia lazima mume na mke wakutane ndipo mimba iweze kushikwa. Lakini huyu mimba ilishikwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na Mungu alimshusha Yesu, yeye mwenye alishusha kile kiumbe ndani ya tumbo la Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona lazima tuzalishe nguvu ndani ya maisha yetu. Zalisha nguvu ya uumbaji ndani ya maisha yako. Yale mambo yaliyokufa, yale mambo ambayo hayawezekani, yale mambo ambayo unaona sasa yamefikia mwisho, iko nguvu ya uwezesho wa kuweza kuzalisha upya tena. Bwana Yesu asifiwe. Zalisha mambo yaliyokufa. 2026 zalisha huduma iliyokufa. Zalisha utakatifu uliokufa. Zalisha imani iliyokufa. Imani ya kumwamini Mungu. Yamkini 2025 umetembea kwa mguu pande mguu sawa. 2026 tembea miguu sawa, ukitazama mbele, ukimtazama Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Zalisha hiyo nguvu juu ya maisha yako, nami nizalishe juu ya maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Tunaona Isaya ile, tusome katika Isaya 9 na mstari wa 6. Isaya 9 mstari wa 6. Tutasoma, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Hii ni nguvu ambayo Yesu yuko nayo. Tunaona kwamba, tutasoma tena, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Tunaona kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Yesu Kristo alikuwepo kabla hata kuumbwa misingi ya ulimwengu. Yesu Kristo alikuwepo hata kabla ya Mariamu kuzaliwa. Bwana asifiwe sana. Tumewaacha mbali watu ambao wanaweza kumfanya Mariamu kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Mariamu alikuwa ni bahasha. Mariamu alikuwa ni kifungashio ambacho kimebeba kitu ndani. Wewe unachotakiwa unapoletewa bahasha, fungua bahasha, angalia ujumbe ambao uko ndani, unasema nini?
Hatuwezi kubaki tukimwabudu Mariamu, maana Mariamu amekufa na kumbukumbu lake limesahauliwa. Lakini Yesu yupo na alikuwepo kabla kuumbwa misingi ya ulimwengu. Yesu alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwepo. Yohana anasema katika kitabu chake kile cha kwanza, anasema hapo kwanza kulikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Hivyo wako watu wanamkataa Yesu, wanasema Yesu sio Mungu, lakini sisi tunasema Yesu Kristo ni Mungu. Yesu ni Mungu. Hivyo wako watu wanamkataa. Yesu ni Mungu. Alikuwepo kabla kuumba misingi ya ulimwengu. Wakasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Fanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa kama neno. Yeye alikuwa anaitwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunatakiwa tumwamini Yesu kwa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Tutembee na Yesu. Yesu azaliwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunakumbuka habari za kuzaliwa kwa Yesu, tunatakiwa kwamba Yesu azaliwe ndani yetu na kuweza kuzalisha mambo mapya. Tuzalishe mambo mapya. Bwana asifiwe sana. Yesu alidhihirishwa katika mwili. Alikuwa ni Mungu. Angeshuka kama Yesu alivyo, akashushwa labda sijui na kitu gani na mawingu, watu wasingemwamini, watu wangeona kama ni kituko fulani. Lakini akaja, akazaliwa, akawa kama mtu, akaishi kama mtu, akafanya matendo yote ambayo mwanadamu anayafanya 100%. Huyu ni wa kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwamini. Bwana asifiwe sana. Akafanyika mwili, lakini ni Mungu. Akakubali kuteswa, akakubali kufa, akakubali kutukanwa, akakubali kudharauliwa, akakubali aibu zote. Yesu aliweza kuzikubali ili kuweza kukukomboa, ili kuweza kunikomboa. Yesu alishuka kama mkombozi. Yesu alishuka kukukomboa wewe. Yesu alishuka kunikomboa mimi. Lakini huyu Yesu atarudi kama mfalme wa wafalme. Atarudi kama mfalme wa wafalme. Lazima tumwamini huyu Yesu. Lazima tutembee na Yesu. Bwana asifiwe sana. Tunaona Yesu pia aliweza kuonekana na malaika, akashuhudiwa kuzaliwa na kuteswa kwake. Andika Ibrania 1:13-14, utasoma nyumbani. Yesu alionekana na malaika, aliweza kutukuzwa. Gabrieli aliweza kupeleka ujumbe kwa Mariamu. Lakini huyu Gabrieli pia alipeleka ujumbe kwa Zakaria alipokuwa madhabahuni akifukiza uvumba. Gabrieli alikwenda kuongea na Zakaria ya kwamba utakwenda kupata mtoto, utakwenda kuzaa mtoto. Lakini kwa sababu umri wa Zakaria ulikuwa umepita, huyu Zakaria ni mume wake Elizabeth. Kwa sababu umri ulikuwa umepita, Zakaria hakuamini yale maneno ambayo Mungu amesema na yeye. Inafika mahala lazima Mungu akisema na wewe uamini. Mungu akamwambia Zakaria, utakaposhuka katika madhabahu haya utakuwa bubu mpaka atakapozaliwa mtoto. Tunaona mtoto aliyezaliwa kwa Elizabeth ndiyo yule Yohana Mbatizaji ambaye alimtangulia Yesu, ambaye aliweza kutengeneza njia ya Bwana. Akasema, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, maana anakuja aliye mkuu kuliko mimi, ambaye siwezi kufungua hata viatu vyake. Siwezi kufungua hata viatu vyake. Huyo kwangu mimi ni mkuu, hata kama nitakuwa nimemtangulia. Ndio maana Yohana anauliza, anasema,
Nasikia habari za mtu huko. Nasikia habari za mtu huko. Ni nani? Hebu nendeni mkamuulize kwamba kwa yeye ni Masia. Yesu anawaambia ya kwamba nendeni mkamwambie. Yesu hajielezi sana. Yesu hajimwambafai sana. Anasema nendeni mkamwambie Yohana, vipofu wanapata kuona tena, viwete wanaweza kutembea. Nenda ukamwambie kwamba vipofu wanaona, mabubu wanasema, viwete wanatembea. Huyu ndio Yesu tunayemhubiri leo. Huyu ndio Yesu ambao wanawake na wanaume lazima tumhubiri. Linapohubiriwa jina la Yesu, linapohubiriwa jina la Yesu, kuzimu inatikisika. Kuzimu inatikisika. Kuzimu inasema ni nani huyu? Ni nani huyu? Maana ni mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, Mungu pamoja na sisi. Wanasema Immanueli amekuja kuwa Mungu pamoja na sisi. Mina, kuzimu inatikisika. Mapepo wanatikisika. Uchawi unatikisika linapotajwa jina la Yesu. Na Yesu lazima tutamuhubiri kwa nguvu zote. Wakatae, wakubali, wainjilisti, inukeni muhubiri habari njema za ufalme wa Mungu, ya kwamba yuko Masia, ya kwamba yuko Yesu. Walikuwepo mitume, waliabudiwa, walikuwepo mitume, walikuwepo manabii, walikufa na kumbukumbu lao lilisahaulika. Lakini mwanaume huyu tunampigia saluti. Mwanaume huyu tunasarenda kwake. Bwana asifiwe. Tunasarenda kwenye jina la Yesu. Anasema hakuna jina mwanadamu alilopewa lipasalo kuabudiwa, na kwa jina la Yesu kila goti litapigwa, na kwa jina la Yesu kila ulimi utakiri kwamba huyu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamhubiri Kristo. Wakubali wakatae, huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu aliyeshuka akaacha mamlaka. Angeweza kukaa na mamlaka, angeweza kukaa na uungu, lakini akaona kukaa na uungu, akaona kukaa mbinguni hakuwezi kumsaidia kitu. Akaacha enzi, akaacha mamlaka, akashuka kuja kunikomboa, kuja kukukomboa. Wakati Mungu anauliza ni nani nitakayemtuma aende ulimwenguni, mbingu ilinyamaza kimya, malaika walinyamaza kimya, waliokuwa mbinguni walinyamaza kimya. Akasimama mwanaume mmoja akasema, nitume mimi, nitume mimi nikamwokoe mwanadamu. Hii ni neema ambayo tumepata, ni neema. Usicheze na neema hii, usicheze na wokovu. Simama katika wokovu ambao Mungu ameufia. Alishuka kwa kuzaliwa kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wakati ule tangazo lilitoka kwamba watu wakaandikishwa majina. Yusufu akamchukua Mariamu mkewe, wakaondoka akiwa ni mjamzito. Walitoka katika Galilaya kule Nazareti, wakawa wanaenda Bethlehemu. Bethlehemu maana yake nini? Bethlehemu maana yake ni nyumba ya mkate. Bethlehemu ni nyumba ya mkate. Kwa hiyo wakawa wanatoka yeye na Yusufu Galilaya ili kuenda kuandikishwa, kuenda kuandikishwa Bethlehemu. Wakafika Bethlehemu. Walipofika Bethlehemu, tunaambiwa kwamba walikuwa wanaenda kuandikishwa kama ilivyo desturi ya kuandikishwa sensa. Hata katika nchi yetu tunaandikisha sensa. Ili nini? Ili kwamba serikali iweze kujua watu wake ina idadi ya watu wangapi katika Tanzania nzima, ili iweze kupanga mipango ya maendeleo, kuweza kuwapangia wananchi wake mipango ya maendeleo. Hawa nao walikuwa wanaenda kujiandikisha ili kwamba serikali yao iweze kuweka mipango. Hii ilikuwa ni sensa.
sensa ambayo kila mtu alitakiwa akajiandikishe katika mji wake. Hawa nao wakaenda katika mji wao kuandikishwa. Maana yake nini? Walipofika katika mji ule, tunaambiwa kwamba nyumba zote zilikuwa zina wageni, kwa sababu watu walikuwa ni wengi wa kuandikishwa. Katika ufalme wa Rumi, Wayahudi hawakutakiwa kuingia katika jeshi. Wayahudi hawakutakiwa kuingia katika jeshi. Waliokuwa wanatakiwa kuingia kwenye jeshi ni wao wenyewe Warumi. Kwa hiyo tunaona kwamba walikuwa pia wanakwenda kuandikisha ile sensa, ili pia serikali iweze kujua ina wanajeshi wangapi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Wayahudi hawakuruhusiwa kwenda kujiandikisha katika jeshi. Na kama hawajaruhusiwa kwenda kujiandikisha katika jeshi, hivyo hawa Wayahudi wenyewe walikuwa wanaenda kuandikishwa ili wasikwepe kodi, kama zilivyo kodi zingine ambazo tunaweza tukalipa. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kuandikishwa kwa ajili ya kulipa kodi. Kwa hiyo Myahudi kwa vyovyote vile asingeweza kukwepa kodi katika utawala wa Rumi. Singeweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba wakaenda, walivyokuwa wanaenda kuandikishwa, nyumba zote zilikuwa zina wageni. Nyumba zote zilikuwa zina wageni. Mahala pa kulala wageni hakuna. Kila walipopita wakaambiwa hapa pamejaa. Maana watu wamekuja wengi kujiandikisha, wamebuku mapema sehemu za kulala. Yesu alikuja kwa ajili ya maskini. Na ndio maana hata maskini wa kiroho na maskini wa kimwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu hata mahala alipozaliwa, alizaliwa sehemu ya aibu, kwenye hori la ng'ombe, sehemu ya kulishia ng'ombe. Ng'ombe zipokuwa zinakula majani, ndipo Yesu Kristo aliweza kulala mahala pale. Aliweza kulala mahala pale. Nyumba zote zilikuwa zimejaa wageni, akazaliwa mahala pale. Lakini kuzaliwa kwa Yesu kulitikisa ulimwengu, kwa sababu ni mfalme. Tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme uko begani mwake. Yeye ni mfalme wa wafalme. Yeye ni Mungu wa amani. Amani inapokosekana katika dunia, yupo Yesu anayeweza kuleta suluhisho katika dunia. Vita vinapiganwa, lakini laiti wangemjua Bwana wa amani, wangemtaka Bwana wa amani, kusingekuwa na vita, kusingekuwa na magombano, watu wangekaa kwa amani. Hivyo ni lazima tuwe na Bwana wa amani ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu. Yesu azaliwe leo. Ondoa wageni. Ondoa wageni. Una wageni gani katika moyo wako? Umejaza wageni gani ambao Yesu anataka kukaa ndani yako anashindwa? Una wageni wa namna gani? Siku ya leo natangaziwa, kama ulikuwa na wageni, ondoa wageni. Ondoa wageni ili Yesu aweze kuzaliwa katika maisha yako, ili Yesu aweze kutembea na wewe. Usimzuilie. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, kila atakayenifungulia mlango nitakula pamoja naye, nitakaa pamoja naye. Yesu anabisha leo ndani ya moyo wako. Zaliwa upya, zaliwa upya, zaliwa upya katika imani, zaliwa upya katika huduma, zaliwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uzaliwe upya, maana huyu mwanaume amezaliwa ili kuzalisha mambo mapya. Christmas si kula na kunywa. Wamenukuu vibaya, wamenukuu vibaya. Tena wengine wakaitafsiri Xmas kwa jina baya. Lakini nimesema, mahala pa kudharauliwa, mahala pa kukataliwa, mahala pa kusemwa vibaya, ndipo Mungu anakaa, ndipo Mungu anatazama. Bwana Yesu asifiwe. Wameita kwa majina yao Xmas. Siku sijui ama X sijui nini, wanajua wenyewe. Lakini tunachojua sisi, ndio Yesu akuzaliwa mwezi wa 12, alizaliwa mwezi wa 9, kipindi hicho mwezi wa 9. Lakini kwa sababu walikaa wakaona tendo kubwa lilikuwa hali na kumbukumbu yoyote, hivyo wakaweza kulipangia kwamba angalau lifanyike
mwisho wa mwaka tarehe 25 kunapokaribia pia kuingia mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Wanatulaumu kwa nini wanaabudu siku ya tarehe 25. Lakini sisi hatuhukumiwi kwa vyakula, hatuhukumiwi kwa siku, hatuhukumiwi kwa mwandamo wa mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Kolosai anasema hatuhukumiwi kwa vyakula, hatuhukumiwi kwa kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu akubariki. Tunahukumiwa kwa dhambi. Tunahukumiwa kwa dhambi. Hatuhukumiwi kwa siku, kwamba siku imepangaje, kwamba hapa imekuaje. Hapana, hatuhukumiwi kwa vyakula, hatuhukumiwi. Ndio maana mtumishi mmoja alisema, wewe ukiona kula hata panya inakubariki, haiwezi kukupa sumu, kula. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbwa, watani zangu Wahehe wanakulaga mbwa, walikuwa wanakula mbwa miaka hiyo. Kula. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa imepata kibali ndani yako, kula. Kitimoto tunaswaga, wengine wanasema ni najisi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Yesu, mambo ya kitimoto ni nini? Kitimoto kaumbwa na Mungu. Mungu amesema nendeni mkavitawale. Tawaleni ndege wa angani, tawaleni. Nasi tumetawala, tunakula, tunachinja, tunaswaga. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaye ndani yetu Mungu. Tunaye Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye nguvu. Hatuhukumiwi. Leo utaambiwa ukitoka, kuna watu madhehebu fulani, nyinyi mnaabudu Krismasi, siku sijui ya miungu, sijui nini na nini. Tunaye Mungu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mwanaume alitabiriwa na nabii Isaya kabla ya miaka 700. Kabla ya miaka 700 kuzaliwa kwa Yesu, Isaya alisimama akatabiri habari za Yesu. Akasema tumepewa mtoto mwanaume, lakini alikuwa hajamuona bado. Lakini katika ulimwengu wa roho amepewa unabii na Mungu, anawahubiria watu yuko mkombozi atakayezaliwa, atakayekomboa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Atakayewatoa katika nguvu za giza, atakayewatoa katika hukumu ya milele. Yesu amekuja kutoa katika hukumu ya milele. Ukimkubali leo, ukikubali azaliwe ndani yako leo, Bwana Yesu atazalisha mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Krismasi si kula na kunywa. Krismasi si kuvaa mavazi mazuri. Krismasi ni kujitafakari. Unatembeaje na Yesu? Unaishije na Yesu? Krismasi ni kujitafakari. Wokovu wako umefikia wapi? Unatembeaje na Yesu? Krismasi ni kujitafakari. Krismasi ni kujichunguza. Krismasi, chunguza moyo. Chunguza maisha yako sawa sawa na Mungu. Unatembea na Mungu. Mungu yuko mahala hapa leo kuzalisha nguvu mpya. Kama uko tayari, kama unamwamini, kama alivyoamini Mariamu, Mungu yuko tayari kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaona Yesu alizaliwa katika Bethlehemu ya Efrata. Bethlehemu nimesema ni nyumba ya mkate, na Efrata maana yake ni rutuba, usawi, mahala pa baraka. Yesu alizaliwa mahala pa baraka, penye ustawi. Efrata maana yake ustawi. Bwana Yesu asifiwe. Ustawi, mahala pa baraka. Hivyo Yesu wetu alizaliwa kwenye nyumba ya mkate, mahala ambapo kuna baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Tunaona kuna mamajusi mashariki. Yesu alitikisa ulimwengu mzima. Walikuwepo mamajusi kutoka mashariki. Hawa watu walikuwa watafiti wa nyota. Waliweza kutafiti nyota. Walikuwa wanaangalia nyota. Walikuwa ni wataalamu wa nyota. Kwa sababu walipokuwa wanaangalia sasa zile nyota, waliona nyota isiyokuwa ya kawaida, nyota iliyokuwa angani. Wakajiuliza ni kitu gani? Wakaifuata ile nyota. Lakini tunaona kuna mfalme mmoja, Herode alikuwa na roho mbaya. Baada ya kuambiwa kwamba yuko mfalme amezaliwa, akawaambia mamajusi, nendeni mkatafiti, mniletee habari. Lakini lengo lake lilikuwa sio lengo zuri. Lengo lake lilikuwa ni kumuua Yesu. Alijua amekuja kutawala kama tawala zilizo za kibinadamu,
tawala za kuja na kupita. Maana wafalme wengi, marais wengi hapa Tanzania tulikuwa nao, tuliwaheshimu, tuliwanyenyekea, walikuwa na nguvu, walitikisa ulimwengu, lakini walikufa na kumbukumbu lao likapotea, kumbukumbu lao likaisha. Yesu hakuja kwenye ufalme kutawala ufalme huu. Herode alijidhalilisha katika mawazo yake. Akaona huyu anakuja kuninyang'anya utawala. Yesu anakuja kuninyang'anya utawala. Lakini tunaona mamajusi waliweza kuongozwa na nyota mpaka wakafika nyumba alipozaliwa Yesu Kristo. Tunaona kwamba katika kuenda pale mamajusi walibeba zawadi. Walibeba dhahabu, walibeba uvumba, walibeba manemane. Na hivi vitu katika ulimwengu wa roho vilikuwa vinatabiri. Dhahabu maana yake, mamajusi walivyobeba dhahabu, maana yake ni uungu na utukufu. Tunajua dhahabu ni kitu cha heshima, dhahabu ni kitu cha gharama. Dhahabu, ukipata dhahabu, tunaona hata watu wanachimba madini, akipata dhahabu wanapata mamilioni ya pesa, maana ni kitu cha thamani. Wakina mamajusi walibeba dhahabu kumpelekea mtoto mchanga kwenye hori ya ng'ombe, lakini katika ulimwengu wa roho ile dhahabu ilikuwa ina maana ule ulikuwa ni uungu wa Yesu, ule ulikuwa ni utukufu wa Yesu. Hivyo mamajusi wakatoa dhahabu, Bwana Yesu asifiwe, wakatoa na uvumba. Hii ni aina ya mafuta ya kupakwa. Inaelezwa kwamba aina hii ni maisha ya ukamilifu yasiyo na dhambi. Waliweza kutoa uvumba kuonyesha kwamba Yesu ana maisha matakatifu, ana maisha yasiyo dhambi. Kwa zile zawadi zilikuwa zina tafasiri, zile zawadi zilikuwa zina utabiri ndani yake kwamba ile ni maisha matakatifu na dhahabu ni uungu wa Yesu. Kwa hiyo tunaona pia na manemane. Manemane ilikuwa ni mmea mchungu unaotabiri mateso ya Yesu. Pia walipeleka manemane. Hii ilikuwa inatabiri mateso ya Yesu Masihi, kwa kuchukua dhambi za ulimwengu, kwa kufa msalabani, akachukua yale mateso. Ule ni uchungu, ile ni manemane ambayo alibeba Yesu kufa msalabani kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha yangu. Tunaona watu hawa waliweza kupeleka zawadi hizo. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kilikuwa kina utabiri katika ulimwengu wa roho. Mwanaume huyu alitikisa. Tunaona kwamba malaika aliwatokea na wachungaji waliokuwa wanalisha makondeni. Malaika wakaweza kuimba. Hakuna mtu aliyezaliwa malaika mbinguni wakaimba, wakatikisa ulimwengu, kwa sababu mfalme amezaliwa, Yesu amezaliwa. Hivyo malaika wakaimba. Wachungaji makondeni usiku wakawa wanashangaa, ni nini hiki? Mungu alileta nuru. Maana ilikuwa ni usiku. Mungu ameleta nuru duniani. Mungu ameleta mwanga. Kwa kila atakayemkimbilia Kristo atakuwa na mwanga. Kwa kila atakayemkimbilia Kristo atakuwa na uzima. Maisha yake yatamulikwa. Wachungaji wakamulikiwa nuru ile. Wachungaji wakaburudishwa kwa nyimbo za malaika. Huyu ni Yesu. Hakuna mwanaume kama Yesu. Hakuna mtume kama Yesu. Wengine wameabudu miungu, wameabudu mitume yao imekufa, wameenda wamezika, na hata leo wanakwenda wanagusa makaburini wakinyenyekea na kutoa fedha nyingi. Lakini kaburi la mwanaume mmoja anaitwa Yesu liko wazi. Hata ukienda ni kuthibitisha tu kwamba Bwana wetu Yesu alilazwa hapa. Yesu alilazwa hapa, lakini wengine ni mifupa. Kumbukumbu lao limesahaulika. Hata ukaenda ukapiga magoti, ukasujudu, ukainuka, ukasujudu, ukainuka. Mwanaume ni mmoja tu tuliopewa chini ya jua, na amekuja kutukomboa. Yu hai, yu hai. Hatuabudu mizimu, hatuabudu vitu visivyoeleweka. Ndio maana Isaya anasema mwanadamu
ni kama amepungukiwa na akili. Anachukua mbegu, anapanda ardhini. Akishapanda ardhini, ana ule mti unaota. Kuna sehemu anakata, anachukua, anaoka mkate, anakula. Kuna sehemu nyingine ya mti anaichukua, anaota moto. Kuna sehemu nyingine ya mti anaikata, anatengeneza mungu, anamwabudu Mungu mwenye macho yasiyoona, Mungu mwenye masikio yasiyosikia, Mungu mwenye mdomo usioweza kunena, maana ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Ni kazi ya mikono ya mwanadamu. Tumepewa mtu mmoja tu ndugu yangu, mwamini leo. Tumepewa mtu mmoja tu, mwamini ndugu yangu, mwamini huyu Yesu akuokoe, azaliwe upya, zalisha mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa mtoto mwanaume. Jambo hili ninapolizungumza, jambo hili ninapotamka, jambo hili ninapolisoma, ya kwamba tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme uko mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Ndoa yako imeharibika, mwite Mshauri wa Ajabu. Mwite Mshauri wa Ajabu. 2026 akaponye, akatengeneze, maana ni Mshauri wa Ajabu. Anapoingia anakushauri, anakupa ushauri wa kimungu, si ushauri wa kibinadamu usiotokana na akili za kibinadamu, usiotokana na elimu ya kibinadamu, bali huu ni ushauri kutoka juu uliojaa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Mina, pokea Yesu. Huyu ni mwanaume wa wanaume. Uweza uko mikononi mwake. Yeye ni mfalme wa amani. Yuko tayari kuleta amani. Hata leo yuko tayari kuleta amani katika nchi yetu. Tunapokuwa tunamhubiri Kristo, Kristo ni mleta amani. Kristo ni mleta masuluhisho yaliyoshindikana. Wanadamu wanauana, wanadamu wanafanya matendo mabaya, lakini mwanaume huyu tumepewa mfalme wa amani, aingie maishani mwetu, aingie katika taifa letu la Tanzania, akalete amani, akalete suluhu, tukaishi kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Tanzania sikia, Tanzania sikia, tumepewa mwanaume, uweza wa kifalme uko begani mwake. Yeye ni Mshauri wa Ajabu, ni Mungu wa amani, analeta amani. Tanzania sikia, Tanzania njoo kwa Yesu. Tanzania Yesu amezaliwa kwa ajili yako. Mpo wapi wainjilisti siku kama ya leo kuambia watu habari njema, habari ya kuzaliwa Mwokozi, habari ya kuwaleta watu kwa Yesu wasiende jehanamu? Maana yeye alizaliwa kama mtu, akaja akauvaa mwili, akafanyika mtu, akaishi na sisi, akala na sisi. Yupo hata hapa, yuko hata nyumbani mwako. Ndio maana anasema hata wachawi wanamtambua, wachawi wanamwogopa. Mapepo yakisikia jina la Yesu, kuzimu kunatikisika. Mwanaume huyu alishuka ardhini, akazikwa, akaenda kuhubiri Injili, akamwambia shetani, lete funguo, lete funguo. Akamnyang'anya funguo. Yesu akatoka. Biblia inasema kwa mikogo mwanaume, kwa mikogo mwanaume, maana amemnyang'anya shetani. Tumepewa mamlaka ya kuvunja, ya kuharibu, ya kuangamiza katika jina la Yesu. Tukitamka mapepo toka, yanatoka. Mchawi akikunyemelea dirishani, ukisema wewe kwa mamlaka niliyopewa ya jina la Yesu, toka, mchawi anaondoka, mapepo yanatikisika. Maana ni jina lenye uweza, maana ni jina lenye nguvu, maana ni jina lenye mamlaka. Haleluya, ndarabosakata. Jina lenye mamlaka, jina la mwanaume wa wanaume.
lazima tulipokee, lazima tulihubiri. Ukiwa kweli umeokoka, hubiri habari za Kristo, hubiri habari za kuwaleta watu kwa Yesu. Usione habari kumhubiri Kristo. Yeye hakuona aibu kuja kukukomboa wewe, hakuona aibu. Aliweka aibu kando, akakukomboa, akavuliwa nguo msalabani, akawa uchi mwanaume, akadhalilishwa, akadhalilika, akakubali kudhalilika. Ni mmoja tu, naye ni Yesu Kristo. Muamini. Na kwenda kumalizia, tunajifunza uweza wa Mungu siku zote hushangaza. Uweza wa Mungu siku zote hushangaza. Andika namba 1. Uweza wa Mungu siku zote hushangaza. Mariamu aliamini kwa imani kitendo cha kuwa mjamzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mariamu aliamini kwa imani kwamba kitendo cha nguvu za Mungu kuingiza ule ujauzito ni nguvu za Mungu, ni uweza wa Roho Mtakatifu. Hivyo Mariamu alikubali, alijua ni Mungu. Mungu anaposema katika mambo mazito na wewe, yafanye upesi, usichelewe. Mariamu hakuchelewa. Angechelewa yamkini mpaka saa hizi sijui, siwezi kusema. Mungu ana watu wengi, lakini alikuwa tayari. Uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Uwe tayari kudhalilika hata kama hilo jambo atakuletea aibu, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa sababu ya utukufu wa Mungu, uwe tayari kulibeba hilo jambo. Uwe tayari kubeba huo mzigo. Uwe tayari kubeba hilo kusudi, ili kwamba Mungu aweze kukutumia. Mungu yuko tayari kutumia mtu yeyote ambaye moyo wake uko wazi, ambaye yuko tayari. Mungu yuko tayari kutumika na mtu ambaye moyo wake uko tayari, moyo wake uko wazi kutumika na Mungu. Mungu atakutumia kwa viwango vikubwa, utaushangaza ulimwengu. Mariamu aliushangaza ulimwengu kwa kumbeba Yesu Kristo. Hata kama alikuwa bikira, wakaona labda alichepuka, lakini akakubali matusi ya kuonekana kwamba amechepuka, maana wengine hawakuamini. Lakini yeye alijua aliyembeba na nguvu zake zilizopokuwa ndani yake na jinsi ambavyo atakuja kukomboa ulimwengu. Akakubali mateso, akakubali aibu, akakubali kudhalilishwa. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo bikira ni muhimu sana, kwa sababu ndiyo pekee ambayo angeweza kuwa mwana wa Mungu. Hakuna njia nyingine. Yesu asingeshuka kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asingeshuka kwa njia nyingine isipokuwa kwa Bikira Maria tu, kushuka ndani ya tumbo lake na kuweza kumtoa mtoto ambaye mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndoka na neno hili katika Isaya 9 na mstari wa 6. Tumepewa mtoto mwanaume, tumepewa na Mungu mtoto mwanaume. Uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Narudia kwa msisitizo, ondoka na neno hili, ishi na neno hili, kwamba unaye mkombozi ambaye amekuja kukomboa maisha ya watu, amekuja kukomboa maisha yako na yangu. Usidharau kazi ya msalaba, usidharau kazi hii ya kuzaliwa, iheshimu. Ndio maana Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, ili awe maskini, ili awe maskini sisi tuwe matajiri. Yeye amefanywa maskini ili sisi tuwe tajiri. Lakini ni mwenye enzi zote, lakini ni mwenye mamlaka zote zilizoko juu mbinguni, zilizoko chini duniani. Yeye ni mwenye mamlaka. Yeye atakuja kama mfalme kutawala. Alikuja kama mwokozi, lakini atakuja kama mfalme. Atatawala na sisi, atatawala na yule ambaye ameyatoa maisha yake, yule ambaye ameyaweka maisha yake, ameyatoa dhabihu kwa Bwana, atatawala naye milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Zalisha mambo mapya. Namaliza kwa kusema zalisha mambo mapya. Namaliza kwa kusema ondoa wageni. Hao wageni wanaomzuia Yesu kukaa ndani yako, waondoe ndani yako. Tusimame. Tusimame watu wa Mungu. Kwa maneno haya, ombea maisha yako, ombea vitu vipya vizaliwe ndani yako. Na kama kuna mgonjwa yoyote ambaye amesema leo nitatoka mbele niweze kuombewa, naomba apite mbele. Acha
wagonjwa, kwa maana Yesu amezaliwa kwa ajili yao, amezaliwa kwa ajili ya wagonjwa ili wapate kupokea uzima, amezaliwa kwa ajili ya viwete watembee tena. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utoke mbele wewe ambaye unahitaji maombi. Bwana asifiwe. Na wengine tuingie katika kuomba. Naomba tuombe. Omba kwa ajili ya Mungu azalishe. Hebu inua, paza sauti yako. Paza, utakapoamini yatazaliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie ni nani anahubiri, nani anasema. Wewe omba mambo mapya yazaliwe leo ndani yako. Omba biashara yako mpya leo. Omba huduma yako mpya leo. Omba ndoa yako mpya leo izaliwe leo. Omba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, tunakuja mbele zako Bwana, tunakuja mbele zako mwenye uweza na nguvu. Wewe umezaliwa kwa ajili yetu Bwana, wewe umekufa kwa ajili yetu, lakini ni kwa ajili ya kutukomboa, lakini ni kwa ajili ya kutuwezesha. Bwana Yesu, onekana juu ya maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu Mungu utakuwa pamoja nasi. Asante Mfalme wa wafalme kwa sababu umetuhudumia siku ya leo. Tunaomba biashara zetu zizaliwe upya, tunaomba maisha yetu yazaliwe upya, tunaomba huduma zetu zizaliwe upya. Anza na sisi Bwana, unapoanza mwaka mpya Baba, tunaomba Mungu wa rehema, zalisha mambo mapya, zalisha mambo mapya Baba, katika jina la Yesu. Onekana Mfalme wa amani, onekana juu ya kila mmoja. Tunamkumbuka na mtumishi wako ambaye yuko Singida Bwana, tunaomba Mungu piganie mtumishi wako, muonekanie mtumishi wako Baba, katika jina la Yesu. Baba, wagonjwa wakapokea uzima katika Krismasi hii. Hudumia watu wa Singida kwa ajili ya mtumishi wako Mungu. Tunakutukuza na kukuinua, tunalibariki jina lako takatifu. Asante kwa ajili ya ujumbe huu, asante kwa ajili ya kila mmoja. Asante Bwana kwa ajili ya wamama, asante Bwana kwa ajili ya vijana, asante Mungu kwa ajili ya kila mmoja. Bwana Yesu, onekana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamweka mtumishi wako Bwana, ninakusihi Baba, katika jina la Yesu ukapate kumponya katika jina la Yesu. Maumivu ya miguu yakapate kushindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe unaumba mifupa upya, umba mifupa upya leo, maana umezaliwa Yesu. Umba mifupa upya, umba Bwana, katika jina la Yesu. Mungu mwaminifu, onekana Baba, katika jina la Yesu. Ponye Bwana, mpiganie. Asante Baba kwa uweza wako na nguvu zako Mungu. Pokea uzima Baba, pokea kutumika, pokea huduma Bwana, katika jina la Yesu. Bwana mbariki, Mungu mtunze Bwana, muongoze mama Bwana, akapokea uzima katika kuzaliwa. Pokea kwa mamlaka ya Yesu. Pokea kwa mamlaka ya Yesu. Bwana kukumbuke, Mungu akutetee katika magonjwa na aina zote za mwili zikapate kushindwa kwa mamlaka ya Yesu. Pokea, funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Funguka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana akukumbuke, Bwana akutetee, Bwana akukumbuke, Bwana akutetee, ni katika jina la Yesu. Mungu anakushukuru. Amen. 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 Tukae. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunakuwa tumefikia mwisho. Sasa tuna uhuru sababu